Taarifa kubwa ulimwenguni ni mara baada ya mwanasayansi mkubwa mkongwe na aliyeweza kuchukua tuzo ya kuwa mwanasayansi bora katika idara ya teknolojia ambaye ni mwamba Raymond Kurzweil, kwa sasa anayetrend na anayeonekana kuwa ni genius wa dunia nzima mpaka muda huu, ni kwamba ameweza kuthibitisha kwamba binadamu ana uwezo wa kuishi miaka zaidi ya 500, yani kuanzia mwaka 2030 endapo tukajaliwa kuwa na pumzi na afya, basi majaribio yataanzia hapo. Yani anasema kwamba kuna kitu kimeweza kutengenezwa ambacho kinaitwa nanobots, ambacho kitakuwa kinaingia katika mwili wa binadamu kuweza kuregain ama kurepea zile seli ambazo zitakuwa zimeweza kufa, ama pia zile seli ambazo zitakuwa zinapambana na magonjwa mwilini. Kwa hiyo katika mwili wa binadamu utakuwa hawezi kuumwa na hawezi kuzulika na kitu chochote, na kitendo hicho ni kwamba jinsi ambavyo vitakuwa zinasafiri katika mwili wa binadamu na kuingia katika kile kidude ambacho yeye anaamini kwamba ameshakifanyia survey na ameshakifanyia tafiti, na anaamini katika mwaka 2030 basi majaribio yake yataanzia hapo. Yani katika one of the biggest experiment ambayo itakuwa haijawahi kutokea hapo ulimwenguni, basi ni experiment ya mwamba Ray Kurzweil ama Raymond Kurzweil, ambaye kwa sasa ameonekana kuwa ni tishio kubwa Marekani, lakini pia na hata ulimwenguni kote, mara baada ya kuweza kutangaza kwamba yani hicho kidude hicho kitengeneza kwa mfumo wa AI, mwamba huyu teknolojia imekaa kichwani, yani hiyo nanobots ambayo itatumika kuweza kuingia kwenye mwili wa binadamu. Sasa nafikiri kuna baadhi ya watu tunaamini kwamba kwa hatua hiyo huenda ikawa ni kufuru, kutokana pia na imani ambayo tumekuwa nayo na tunayo iamini. Sasa kwa upande wako una ushauri gani ama maoni?